Fikiria silaha inayoweza kusafiri kwa kasi ambayo ni karibu mara 15 ya kasi ya sauti. Silaha inayoweza kusafiri maelfu ya kilomita ndani ya dakika chache. Na mbaya zaidi, silaha ambayo inaweza kubadilisha njia yake angani ili kukwepa mifumo ya ulinzi wa makombora. Kwa miongo kadhaa, mataifa makubwa ya kijeshi duniani kama Marekani, Urusi na China yamekuwa yakijaribu kutengeneza silaha za aina hii. Lakini mwaka 2023 taifa la Iran lilitangaza rasmi kitu ambacho kilishtua wachambuzi wengi wa kijeshi duniani. Iran ilisema imefanikiwa kutengeneza kombora la hypersonic ambalo linaweza kupenya mifumo ya ulinzi wa makombora ya kisasa. Kombora hilo lilipata jina la Fatah. Tangazo hili lilikuwa na athari kubwa sana katika siasa za kimataifa, hasa katika eneo la Mashariki ya Kati ambapo tayari kuna mvutano mkubwa wa kijeshi kati ya Iran, Israeli na Marekani. Lakini swali kubwa lililobaki ni hili: je, kombora hili ni kweli hatari kama Iran inavyodai au ni sehemu ya vita vya propaganda ya kijeshi? Ili kuelewa ukweli huu, lazima turudi nyuma kidogo katika historia ya programu ya makombora ya Iran. Ili kuelewa kombora la Fatah, ni muhimu kwanza kuelewa historia ya maendeleo ya makombora ya Iran. Baada ya Iran Revolution, Iran ilijikuta katika hali ngumu sana ya kijeshi. Mataifa mengi ya magharibi yaliweka vikwazo vya silaha dhidi ya Iran, jambo ambalo lilifanya iwe vigumu kwa nchi hiyo kununua teknolojia ya kijeshi kutoka nje. Hali ilizidi kuwa mbaya wakati wa vita vya Iran na Iraq kuanzia mwaka 1980 hadi mwaka 1988. Vita hivyo vilijulikana kama Iran-Iraq War. Katika kipindi hicho, Iraq ilianza kutumia makombora ya masafa marefu kuishambulia miji ya Iran. Miji kama Tehran ilishambuliwa mara kadhaa kwa makombora. Iran iligundua kuwa haina uwezo mkubwa wa kujilinda dhidi ya mashambulizi ya aina hiyo. Ndipo viongozi wa kijeshi wa Iran walipofanya uamuzi muhimu sana. Waliona kuwa njia pekee ya kujilinda dhidi ya maadui wenye nguvu zaidi ni kujenga uwezo wao wenyewe wa makombora ya ballistic. Kuanzia hapo, Iran ilianza kuwekeza sana katika utafiti wa maendeleo ya teknolojia ya makombora. Katika miaka iliyofuata, Iran iliunda makombora mbalimbali kama Shahab-3 missile, Sejil missile na Khorramshahr missile. Makombora haya yalikuwa sehemu ya mkakati wa Iran unaoitwa deterrence strategy, yaani uwezo wa kumzuia adui kukushambulia kwa kumtishia kuwa utalipiza kisasi. Lakini kadri teknolojia ya ulinzi wa makombora ilivyoendelea duniani, Iran ilianza kuona changamoto mpya. Mataifa kama Israeli na Marekani yalianza kuunda mifumo ya kisasa ya kuzuia makombora. Mifumo kama Iron Dome, Arrow Missile Defense System, Patriot Missile System. Mifumo hii ilionekana kuwa na uwezo mkubwa wa kuzuia makombora mengi ya kawaida ya ballistic. Hapo ndipo Iran ilianza kufikiria teknolojia mpya kabisa, teknolojia ambayo ingeweza kupenya mifumo hii ya ulinzi. Na hapo ndipo wazo la kombora la hypersonic lilipoanza. Baada ya miaka mingi ya utafiti wa siri, Iran ilitangaza rasmi mwaka 2023 kuwa imefanikiwa kutengeneza kombora jipya la hypersonic. Tangazo hili lilifanywa na jeshi la Islamic Revolution Guard Corps IRGC. Kombora hilo lilipewa jina la Fatah ambalo kwa lugha ya Kiarabu linamaanisha mshindi au anayefungua ushindi. Tangazo hili lilifanyika katika filamu maalum iliyohudhuriwa na viongozi wa juu wa Iran, akiwemo kiongozi mkuu wa nchi hiyo, Ali Khamenei. Katika hafla hiyo, Iran ilisema kuwa kombora la Fatah lina uwezo wa kusafiri kwa kasi ya hypersonic, kubadilisha trajectory wakati wa kuruka na kupenya mifumo ya ulinzi wa makombora. Tangazo hilo lilivuta sana tahadhari ya wachambuzi wa kijeshi duniani. Baadhi ya wataalamu waliona kuwa Iran imepiga hatua kubwa katika teknolojia ya makombora, lakini wengine walikuwa na mashaka kuhusu madai hayo. Hata hivyo, jambo moja lilikuwa wazi: ikiwa madai ya Iran yangekuwa kweli, basi kombora la Fatah lingeweza kubadilisha kabisa usawa wa nguvu za kijeshi katika Mashariki ya Kati. Ili kuelewa nguvu za kombora la Fatah, lazima kwanza tuelewe kitu kinachoitwa hypersonic technology. Katika ulimwengu wa anga na makombora, kasi hupimwa kwa kipimo kinachoitwa Mach. Mach moja ni sawa na kasi ya sauti, lakini silaha za hypersonic huanza kuhesabiwa pale zinapofikia Mach 5 au zaidi. Kombora la Fatah, kulingana na taarifa za Iran, linaweza kufikia kasi ya Mach 15.
Hii ina maana kuwa linaweza kusafiri kwa zaidi ya kilomita 18,000 kwa saa. Kwa kasi hiyo, kombora linaweza kusafiri kutoka Iran kwenda maeneo mengi ya Mashariki ya Kati ndani ya dakika chache sana. Lakini kasi pekee sio kitu kinachofanya kombora hili kuwa hatari. Kitu kinacholifanya kuwa silaha ya kisasa zaidi ni uwezo wake wa kubadilisha mwelekeo wakati wa kuruka. Kombora la Fatah linaaminika kutumia mfumo wa solid fuel rocket engine. Tofauti na makombora ya zamani yaliyotumia liquid fuel, solid fuel ina faida kadhaa. Inaweza kuhifadhiwa kwa muda mrefu, inaweza kurushwa kwa haraka, inahitaji maandalizi machache kabla ya uzinduzi. Hii ina maana kuwa kombora linaweza kurushwa kwa muda mfupi sana baada ya kupewa amri. Kwa mtazamo wa kijeshi, hii ni faida kubwa sana kwa sababu inafanya iwe vigumu kwa adui kugundua maandalizi ya shambulio. Moja ya teknolojia muhimu zaidi inayodaiwa kuwepo katika Fatah ni kitu kinachoitwa hypersonic grid vehicle. Baada ya kombora kurushwa, hatua ya kwanza ni kama kombora la kawaida la ballistic. Lakini badala ya kuanguka moja kwa moja kwenye shabaha, sehemu ya juu ya kombora hili inaweza kujitenganisha na kuanza kuruka kwa kasi ya hypersonic ndani ya anga ya juu. Kipande hicho kinachoitwa grid vehicle kina uwezo wa kubadilisha mwelekeo, kupunguza au kuongeza kasi na kuchagua njia mpya ya kushambulia. Kwa sababu hiyo, mifumo ya kawaida ya ulinzi wa makombora hupata ugumu mkubwa kufuatilia kombora la aina hii. Kombora la Fatah pia linaaminika kuwa na mfumo wa kisasa wa guidance na navigation. Mifumo hii inaweza kujumuisha inertial navigation system, satellite navigation na sensa za ndani za kurekebisha trajectory. Mifumo hii husaidia kombora kuelekea kwenye shabaha kwa usahihi mkubwa. Kwa silaha za kisasa, usahihi ni jambo muhimu sana. Kombora lenye usahihi mkubwa linaweza kufikia shabaha ndogo kama vituo vya kijeshi, viwanja vya ndege na mahara ya silaha bila kuhitaji warhead kubwa sana. Sababu kubwa inayofanya makombora ya hypersonic kuogopwa zaidi duniani ni uwezo wao wa kukwepa mifumo ya ulinzi wa makombora. Mifumo mingi ya ulinzi imeundwa kukabiliana na makombora ya ballistic yanayosafiri katika trajectory inayotabirika. Lakini kombora la hypersonic linaweza kubadilisha trajectory, kuruka katika urefu wa chini na kufika kwa kasi kubwa sana. Hii inafanya iwe vigumu sana kwa mifumo kama Iron Dome, Arrow Missile Defense System na Patriot Missile System kuyazuia kwa ufanisi. Hii ndio sababu mataifa mengi duniani sasa yanawekeza sana katika maendeleo ya silaha za hypersonic. Kwa mujibu wa picha na taarifa zilizotolewa na Iran, kombora la Fatah lina muundo unaofanana na makombora ya ballistic, lakini lina baadhi ya maboresho muhimu. Vipengele vikuu vya muundo wake ni pamoja na booster rocket ya hatua ya kwanza, grid vehicle ya hypersonic, mfumo wa guidance na warhead. Muundo huu unaruhusu kombora kurushwa kutoka ardhini, kupaa hadi anga ya juu, kisha grid vehicle kuanza safari yake ya hypersonic kuelekea shabaha. Muundo huu ndio unaotumiwa pia katika baadhi ya makombora ya kisasa zaidi duniani. Kwa mujibu wa taarifa za Iran, kombora la Fatah lina umbali wa takriban kilomita 1400 na kasi inayofikia Mach 15, yaani mara 15 ya kasi ya sauti. Umbali huu una maana kuwa Iran ikirusha kombora linaweza kufikia maeneo mengi katika Mashariki ya Kati. Kwa mfano, linaweza kufikia Tel Aviv, Riyadh na Baghdad ndani ya muda mfupi sana. Kwa kasi ya Mach 15, kombora linaweza kufika kwenye shabaha ndani ya dakika chache tu baada ya kurushwa. Baada ya Iran kutangaza makombora ya Fatah, wachambuzi wa kijeshi duniani walianza kuuliza swali moja muhimu. Je, kombora hili linaweza kubadilisha usawa wa nguvu katika Mashariki ya Kati? Ili kujibu swali hili, lazima tuchambue uwezo wake katika mambo kadhaa muhimu ya kijeshi. Kasi ndiyo silaha kubwa zaidi ya kombora la Fatah. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na Iran, kombora hili linaweza kufikia kasi ya karibu Mach 15, yaani mara 15 ya kasi ya sauti. Hii ina maana kuwa linaweza kusafiri kwa zaidi ya kilomita 18,000 kwa saa. Kwa kulinganisha, ndege nyingi za kivita husafiri kwa karibu Mach 2, makombora mengine ya cruise husafiri chini ya Mach 1, lakini silaha ya hypersonic kama Fatah inaweza kusafiri kwa kasi ambayo inafanya iwe vigumu sana kwa mifumo ya ulinzi kugundua na kuzuia kwa wakati. Kwa kasi hii,
kombora linaweza kufika kwenye shabaha ndani ya dakika chache tu baada ya kurushwa. Renji ya kombora la Fatah inakadiriwa kuwa karibu kilomita 1400. Umbali huu una maana kuwa linaweza kufika maeneo mengi muhimu ya kijeshi katika Mashariki ya Kati. Kutoka ndani ya Iran, kombora hili linaweza kufikia miji muhimu kama Tel Aviv, Haifa na Riyadh. Hii inamaanisha kuwa katika hali ya vita, Iran inaweza kufikia malengo mengi ya kijeshi ndani ya muda mfupi sana. Kwa wataalamu wa kijeshi, uwezo huu ni sehemu ya mkakati unaoitwa strategic deterrence, yaani uwezo wa kutishia adui asiwe tayari kuanzisha vita. Katika vita vya kisasa, usahihi wa silaha ni muhimu sana. Makombora ya zamani yalikuwa na makosa ya mamia ya mita, lakini makombora ya kisasa yanaweza kuwa na Saikura error probable ndogo sana. Hii ina maana kuwa kombora linaweza kugonga karibu kabisa na shabaha iliyokusudiwa. Iran inadai kuwa Fatah ina mfumo wa kisasa wa guidance ambao unaweza kutoa usahihi mkubwa. Ikiwa madai haya ni kweli, kombora linaweza kushambulia vituo vya kijeshi, mahara ya silaha, vituo vya rada na viwanja vya ndege kwa usahihi mkubwa sana. Tuangazie uwezo wa kupenya ulinzi wa anga wa makombora. Hii ndio sehemu ambayo imeleta mjadala mkubwa zaidi. Mataifa mengi yamewekeza mabilioni ya dola katika mifumo ya ulinzi wa makombora. Kwa mfano, Israeli ina mifumo kadhaa ya ulinzi kama Iron Dome, Arrow Missile Defense System. Marekani pia ina mifumo kama Patriot Missile System. Lakini makombora ya hypersonic yana changamoto kubwa kwa mifumo hii kwa sababu tatu kuu. 1. Kasi kubwa sana. 2. Uwezo wa kubadilisha trajectory, yani kuchange njia. 3. Trajectory ya chini kuliko ballistic missile. Kwa sababu hizi, kombora la hypersonic linaweza kuwa ni vigumu sana kulizuia. Hata hivyo, wataalamu wengi wanaamini kuwa mifumo ya kisasa ya rada na interceptor missile bado inaweza kuwa na uwezo wa kuyazuia katika baadhi ya hali. Katika mkakati wa kijeshi wa Iran, makombora kama Fatah yana uwezo wa kutumika kwa njia kadhaa. Moja ya matumizi yake ni shambulio la haraka dhidi ya malengo muhimu ya kijeshi. Malengo hayo yanaweza kuwa vituo vya rada, vituo vya command na control na viwanja vya ndege vya kijeshi. Kwa kushambulia malengo haya mwanzoni mwa vita, Iran inaweza kupunguza uwezo wa adui kujibu mashambulizi. Hii ni mbinu inayojulikana kama first strike capability. Kutengenezwa kwa kombora la Fatah kuna athari kubwa sana katika siasa za kimataifa. Katika Mashariki ya Kati, tayari kuna mvutano mkubwa kati ya Iran na Israeli. Israeli ina wasiwasi mkubwa kuhusu maendeleo ya teknolojia ya makombora ya Iran. Kwa upande mwingine, Iran inaona makombora haya kama ni njia ya kujilinda dhidi ya maadui wenye nguvu zaidi kama Marekani. Kwa hiyo, maendeleo ya silaha kama Fatah yanaongeza ushindani wa kijeshi katika eneo hilo. Baada ya Iran kutangaza rasmi kombora la Fatah, dunia ya kijeshi ilistuka. Wachambuzi wa kijeshi, wataalamu wa teknolojia za makombora na mashirika ya ulinzi duniani walianza kulichambua kwa kina ili kuelewa uwezo wake halisi. Swali kubwa lilikuwa, je, Fatah ni kweli kombora la hypersonic linaloweza kubadilisha mizani ya nguvu Mashariki ya Kati, au ni propaganda ya kijeshi ya Iran? Hebu sasa tuangalie mitazamo ya wataalamu mbalimbali duniani. Kwa mujibu wa wataalamu wa kijeshi wa Islamic Revolution Guard Corps IRGC, kombora la Fatah ni hatua kubwa katika teknolojia ya makombora. Wanasema Fatah lina uwezo wa kusafiri kwa kasi ya Mach 13 hadi 15, kubadilisha mwelekeo wakati likiwa angani na kupenya mifumo ya ulinzi ya makombora. Kamanda wa IRGC Amir Ali Hajizade aliwahi kusema, hakuna mfumo wa ulinzi duniani unaoweza kulizuia kombora hili. Kwa mtazamo wa Iran, Fatah ni silaha ya kuzuia vita, deterrence weapon. Lengo lake si lazima kulitumia mara kwa mara, bali kuwafanya maadui wa Iran wafikirie mara mbili kabla ya kuishambulia. Iran inaamini kwamba kombora hili linaweza kulinda taifa dhidi ya mashambulizi kutoka Israeli, Marekani au washirika wao wa kijeshi. Kwa upande wa Marekani, wachambuzi wengi wa kijeshi wanakubali kwamba Fatah ni maendeleo muhimu, lakini wanabishana kuhusu ukweli wa uwezo wake wa hypersonic. Wataalamu wa taasisi ya tafiti ya Center of Strategic and International Studies wanasema Iran imepiga hatua katika teknolojia ya makombora, lakini bado haijafikia kiwango cha Marekani au China.
Kwa mfano, Marekani na programu ya hypersonic kama AGM-183 ARRW. China nayo ina DF-17 hypersonic missile. Hata hivyo, wachambuzi wa Marekani wanaonya kuwa hata kama Fatah si kamili kama inavyodaiwa, bado ni tishio kubwa kwa Israeli na kambi za Marekani Mashariki ya Kati. Kwa upande wa Israeli, wataalamu wa ulinzi wanalichukulia Fatah kama changamoto mpya. Mfumo maarufu wa ulinzi wa Israeli ni Iron Dome, Arrow 3 na David Sling. Lakini mifumo hii ilitengenezwa hasa kwa ajili ya makombora ya kawaida, rocket na makombora ya ballistic. Hypersonic missile kama Fatah zina changamoto mpya. 1. Ina kasi kubwa sana. 2. Mwelekeo unaobadilika. 3. Ugumu wa kutabiri njia ya kombora linapotokea. Wataalamu wa Israeli wanasema kuwa kama Fatah litathibitishwa kuwa na uwezo wake wote, basi itahitajika teknolojia mpya kabisa za ulinzi. Katika bara la Ulaya, wachambuzi wa kijeshi wanaitazama Fatah kama ni sehemu ya mbio za silaha duniani. Taasisi ya utafiti ya International Institute of Strategic Study imeeleza kuwa mataifa mengi sasa yanawekeza katika hypersonic weapons. Teknolojia hii inaweza kubadilisha kabisa vita vya kisasa. Sababu kuu ni hypersonic missile zinaweza kufika kwa adui haraka sana, kupunguza muda wa majibu na kuharibu malengo muhimu kabla ya adui hajajiandaa. Kwa hiyo, wataalamu wa Ulaya wanaona Fatah kama sehemu ya mapinduzi mapya ya kijeshi duniani. Je, kombora hili la Fatah linaweza kubadilisha mizani ya nguvu? Hili ndilo swali kubwa zaidi. Wataalamu wengi wanasema Fatah peke yake haliwezi kubadilisha kabisa mizani ya nguvu, lakini linaweza kuongeza nguvu ya Iran, kuongeza uwezo wake wa kujilinda na kuwafanya maadui wake wawe waangalifu zaidi. Kwa lugha ya kijeshi, hii inaitwa strategic deterrence, yaani silaha inayofanya adui asisubutu kukushambulia. Kombora la Fatah lina athari kubwa katika siasa za kimataifa. Kwa mfano, linaongeza mvutano kati ya Iran na Israeli, linaongeza hofu kwa nchi za Ghuba za Uajemi, linaifanya Marekani kuongeza uwepo wa kijeshi eneo hilo. Kwa hiyo, Fatah si tu silaha ya kijeshi, pia ni zana ya kisiasa na kistratejia. Iran ina moja ya programu kubwa zaidi za makombora duniani. Baadhi ya makombora mengine ya Iran ni Khorramshahr missile, Sejil missile, Shahab-3 na Emad missile. Lakini Fatah ni maalum kwa sababu ni hypersonic. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, kombora la Fatah si tu chombo cha vita, ni silaha ya mapinduzi ya teknolojia ya kijeshi ya Iran. Ni ujumbe kwa maadui wake na ni onyo kwa dunia kwamba mbio za silaha za hypersonic zimeanza rasmi. Katika dunia ya leo, kasi ya silaha inaweza kuamua hatma ya vita, na kombora la Fatah ni moja ya silaha zinazoweza kubadilisha kabisa namna vita vitakavyopiganwa katika karne hii. Tuandikie maoni yako kwenye komenti. Je, kombora la Fatah ni nguvu mpya kwa Iran na tishio kwa Marekani na washirika wake? Pia usikose kusubscribe, kulike na kucomment na kugusa alama ya kengele ili upate notification zetu kila wakati tunapoweka makala zetu. Mimi sina la ziada, nikutakia usikivu mwema vipindi vinavyokuja. Bye bye.